ya leo tunatoa taarifa kuhusiana na kukamatwa kwa mwanamke aitwaye Diana Edward Bundala. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linapenda kutoa taarifa kuwa linamshikilia na linaendelea kumhoji Diana Edward Bundala, ambaye pia hujitambulisha kwa jina kama Mfalme Zumaridi, ambaye umri wake ni miaka 42, mkazi wa mtaa Bubuku, kata ya Buhongwa, wilaya ya Nyamagana. Mwanamke huyu ambaye ameyageuza makazi yake kuwa kanisa anatuhumiwa kuendesha shughuli za kidini bila usajili na kufanya mahubiri kwa waumini wake kwa sauti ya juu katika eneo hilo ambalo ni makazi ya watu na kusababisha usumbufu kwa majirani wanaoishi karibu na makazi yake hayo. Aidha, mwanamke huyo anahojiwa na jeshi la polisi kuhusiana na taarifa ambayo inaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii ikimuonesha mwanamke huyo kwenye picha ya mjongeo akiwa na kundi la watoto wenye umri mdogo wa jinsia ya kike na ya kiume, huku akiwaeleza kuwa yeye ndiye Mungu wao ambaye ana uwezo wa kuwatenganisha na kifo. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea na jeshi la polisi linafanya uchunguzi huo likishirikiana na taasisi nyingine za serikali. Na wakati uchunguzi unaendelea, jeshi la polisi linaomba wananchi wenye taarifa mbalimbali zinazoweza kusaidia uchunguzi wetu ziweze kufikisha kwa jeshi la polisi ili ziweze kufanywa kazi. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo utakapokuwa umekamilika, hatua za kisheria zinazostahili zitaweza kuchukuliwa dhidi ya mwanamke huyu. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, wakati linaendelea na uchunguzi kuhusiana na taarifa hizi, tunaomba wananchi wawe na utulivu na kutupatia nafasi ya kuyafanyia uchunguzi haya. Moja ya swali naojiuliza, huwa mnamkamata alafu mnamwachia wa nini? Kwa sisi ambao ni wakeleketwa wa kile ambacho yeye anakifanya, usema kweli hatupendezwi nacho. Sio tu kwa jamii ambayo inamzunguka kwamba wanalalamika, wanapigiwa kelele. Yani sisi ambao tunakutwa kucha kuzunguka kwenye mitandao ya kijamii hatupendi kile anachokifanya. Yani imagine mwanamke kama huyo ambaye anaingia kwenye siku zake, anabeba mimba, anajifungua. Yani hapo alipo hana tofauti na mama yangu nyumbani. Eti anasimama na anasema kwamba yeye ni Mungu, tena Mungu chini ya jua. Yani yeye anaweza akazuia kifo. Hatari na nusu. Sasa sisi tunatamani jeshi la polisi limkamate, limfinye vizuri. Limkamate, yani limfinye vizuri, alafu limwache huko tu. Kwa sababu hiyo laana ambayo anaitengeneza inaweza kuja kuathiri jamii yote inayomzunguka. Kwa sababu maneno anaosemaga kwamba yeye ni Mungu. Guys, elewa neno Mungu, yani MUNGU, yani Mungu mkuu. Yani yeye ndiye Mungu mkuu. Yani mwanamke aliyetokea kwenye tumbo, huenda alizaliwa nyumbani kabisa, anasema yeye ni Mungu. Guys, hizi bange zingine sijui watu wanavutiaga wapi. Okay, ni moja tu kati ya maneno kutoka kwa mtu fulani hivi ambaye alikuwa akizungumza hivyo kwenye comment huko mtandaoni. Lakini huyu Zumaridi, acheni tu guys, acheni. Huyu mtu aisee yupo katika dunia yake kabisa. Imagine anazungumzaje maneno makali kwamba yeye ni Mungu. Okay, mimi naungana jeshi la polisi, chukua finya vizuri, tupa ndani, hakuna kutoka nje. Aende akahubiri hiyo injili yake yeye humo gerezani, halafu awaambie watu yeye ni Mungu, afone kitamkuta nini.